Je, umewahi kula mboga zilizopikwa kwa tui la alizeti? Huenda umekuwa ukitumia tui la nazi au mafuta ya kawaida kupika mboga zako. Lakini kuna aina nyingine ya tui ambayo watu wengi bado hawajaizungumzia sana. Tui linalotokana na mbegu za alizeti. Na swali ni, je, tui la alizeti lina faida gani mwilini? Linaweza kusaidia kuongeza virutubisho kwenye chakula, au lina mafuta mazuri, ina protini, au inaweza kusaidia afya ya moyo? Na je, kuna madhara au watu wanaopaswa kuwa waangalifu? Katika video hii tutazungumza kwa undani kuanzia virutubisho vinavyopatikana kwenye mbegu za alizeti, namna vinavyoweza kuingia kwenye mlo, jinsi ya kutumia tui hilo, na makosa ambayo watu hufanya mpaka watu ambao wanaopaswa kuwa waangalifu. Lakini kabla tujaendelea, usikimbilie kuamini kwamba chakula kimoja kinaweza kutibu ugonjwa fulani. Tui la alizeti ni sehemu ya lishe, si dawa. Kama unapenda mada za afya, ni kuomba bonyeza alama ya subscribe kisha kengele pembeni yake. Tui la alizeti ni nini? Tui la alizeti hutengenezwa kwa kutumia mbegu za alizeti. Mbegu hizo zinaweza kulowekwa, kusagwa na maji, kisha kupata kimiminika chenye rangi nyeupe au ya krimu kinachotumika kwenye chakula. Kwa hiyo, tui hili linaweza kuwa na baadhi ya virutubisho vinavyopatikana kwenye mbegu za alizeti. Lakini kiasi cha virutubisho kinachopatikana kwenye tui hili kinategemeana na kiasi cha mbegu kilichotumika, kiasi cha maji, kama tui limechujwa, aina ya mbegu, namna linavyotengenezwa, na kiasi unachotumia. Hivyo, si sahihi kusema kwamba kila tui la alizeti lina kiwango sawa cha virutubisho. Faida ya kwanza, kuongeza nishati kwenye mlo. Mbegu za alizeti zina mafuta na hivyo zina nishati nyingi. Unapoongeza tui la alizeti kwenye mboga, unaweza kuongeza nishati kwenye mlo ambao vinginevyo ungekuwa na kalori chache. Hii inaweza kuwa na manufaa kwa mtu ambaye anahitaji kuongeza nishati kwenye chakula chake, lakini hapa kuna tahadhari muhimu. Nishati nyingi si sawa na faida zaidi. Ukitumia tui kwa kiasi kikubwa, unaweza kuongeza kalori nyingi bila kutambua. Kwa mtu anayepunguza uzito, kiasi cha tui kinapaswa kuzingatiwa. Namba 3. Faida ya pili, mafuta yasiyojaa. Hii ni moja ya sababu zinazofanya mbegu za alizeti kuwa sehemu ya lishe. Mbegu za alizeti zina kiasi kikubwa cha mafuta yasiyojaa. Haya yana polyunsaturated fats. Mafuta haya yanaweza kuwa sehemu ya lishe yenye afya yanapotumika kwa kiasi badala ya vyanzo vya mafuta vilivyojaa kwa wingi. Kwa hiyo, ukiwa unapika mboga kwa tui la alizeti, unaweza kupata mafuta kutoka kwenye mbegu hizo. Lakini usiseme tui la alizeti linatibu magonjwa ya moyo. Badala yake, tui la alizeti linaweza kuwa sehemu ya lishe yenye afya ya moyo linapotumika kwa kiasi na ndani ya mlo bora kwa ujumla. Faida ya 3, vitamini. Mbegu za alizeti ni chanzo kizuri cha vitamini E. Vitamini E hufanya kazi kama antioxidant mwilini. Antioxidants husaidia kulinda seli dhidi ya uharibifu unaohusishwa na molekuli hatarishi zinazozalishwa mwilini. Hii ndio sababu mbegu za alizeti zinaweza kuwa sehemu nzuri ya mlo unaojumuisha vyanzo mbalimbali vya antioxidant. Lakini usichukulie vitamini E kama dawa ya kutibu magonjwa fulani. Namba 5. Faida ya 4, protini ya mimea. Mbegu za alizeti zina protini ya mimea. Hii tui linalotengenezwa kutokana na mbegu hizo linaweza kuchangia protini kwenye mlo. Protini ni muhimu kwa kujenga misuli, enzymes, homoni mbalimbali na kazi nyingine za mwili. Lakini kiasi cha protini kwenye tui kinaweza kutofautiana sana kulingana na namna inavyotengenezwa. Kwa hiyo, usitumie kama chanzo kikuu cha protini pekee. Lakini pia kuna magnesium. Mbegu za alizeti pia zina magnesium. Magnesium ni madini ambayo mwili hutumia katika michakato mingi ikiwemo
kazi za misuli, mfumo wa neva, kuzalisha nishati na utendaji wa kawaida wa seli. Hata hivyo, kiwango kinachopatikana kwenye tui kinategemea kiasi cha mbegu kilichotumika kama sehemu za mbegu zinazoondolewa wakati wa kuchuja. Selenium na madini mengine. Mbegu za alizeti zinaweza pia kutoa madini kama selenium na copper. Selenium huhusika katika mifumo mbalimbali ya antioxidant na kazi za kawaida za mwili. Copper nayo ni muhimu kwa michakato mbalimbali ya mwili, ikiwemo utengenezaji wa seli za damu na kazi za tishu zinazounganishwa. Hii inatukumbusha jambo moja: chakula bora si lazima kiwe na virutubisho vingi vya aina moja. Kinakuwa bora zaidi unapopata virutubisho kutoka kwenye vyanzo mbalimbali. Lakini pia tui la alizeti ukiongeza na mboga, mchanganyiko unaoweza kuwa na maana. Hapa ndipo mada inakuwa ya kuvutia. Mboga nyingi zina nyuzi, vitamin C, folate, vitamin K, carotenoids, antioxidant na madini mbalimbali. Tui la alizeti zinaweza kuongeza mafuta, nishati, baadhi ya protini, vitamin E na baadhi ya madini. Kwa hiyo, mboga na tui la alizeti inaweza kuwa sehemu ya mlo wenye virutubisho mbalimbali. Mafuta yanaweza kusaidia ufyonzaji wa baadhi ya virutubisho. Hili ndilo jambo ambalo watu wengi hawalijui. Baadhi ya virutubisho vya mimea, hasa carotenoids, hufyonza vizuri zaidi unapokuwa na mlo unapokuwa na mafuta fulani. Kwa hiyo, kula mboga zenye carotenoids pamoja na chanzo cha mafuta kunaweza kusaidia mwili kufyonza baadhi ya virutubisho hivyo. Hii haimaanishi kwamba ukiweka mafuta mengi utapata vitamini nyingi zaidi. La, kiasi kinatosha. Je, ni bora kwa mtu mwenye kisukari? Hapa tunahitaji kuwa makini. Tui la alizeti si chakula cha sukari nyingi kwa asili kama vinywaji vingine vyenye sukari, lakini tui lenyewe linaweza kuongeza kalori kwenye mlo. Kwa mtu mwenye kisukari, jambo muhimu si mlo mzima, ni mchanganyiko wa vyakula ambavyo anatumia, kiasi cha wanga unaoliwa na mahitaji yake binafsi. Mboga za nyuzi zinaweza kuwa sehemu nzuri ya mlo wa mtu mwenye kisukari, lakini usiseme tui la alizeti linatibu kisukari. Je, linasaidia kupunguza uzito? Hapa pia kuna mkanganyiko, kwa sababu mbegu za alizeti zina mafuta ya protini, zinaweza kuchangia hisia ya kushiba, lakini tui la alizeti pia linaweza kuongeza kalori. Kwa hiyo, kiasi kidogo ndani ya mlo wenye mboga nyingi kinaweza kuwa sawa, lakini kutumia kiasi kikubwa hakumaanishi kwamba utapunguza uzito. Kupunguza uzito kunategemea uwiano wa nishati unayoingiza na kutumia, pamoja na ubora wa mlo na shughuli za mwili. Mboga gani zinaweza kupikwa kwa tui la alizeti? Unaweza kutumia mboga mbalimbali kama mchicha, matembele, kisamvu, kabeji, spinachi na majani ya maboga. Unaweza pia kuongeza kitunguu, nyanya, kitunguu saumu, pilipili kwa kiasi. Hii inafanya chakula kuwa na ladha na mchanganyiko wa virutubisho mbalimbali. Jinsi ya kupika kwa njia bora. Usipike mboga mpaka zibadilike kuwa laini kupita kiasi na kupoteza ubora wa ladha au baadhi ya virutubisho. Unaweza kuosha mboga vizuri, kukata kwa ukubwa unaofaa, kuandaa kitunguu na nyanya, kuongeza mboga, kisha kuongeza tui la alizeti kwa kiasi. Kupika kwa muda unaofaa mpaka mboga ziive, kuepuka chumvi nyingi. Lengo si kufanya mboga iogelee kwenye tui. Lengo ni kupata mlo wenye uwiano. Makosa ya kuepuka: kutumia tui nyingi sana, kuongeza chumvi nyingi, kutumia mbegu zilizoharibika, kufikiria ni dawa, kusahau protini zingine. Nani anapaswa kuwa makini? Mtu mwenye mahitaji maalum ya lishe, ugonjwa wa figo, mzio yani allergy na mbegu, na mtu ambaye ana magonjwa ya kudumu anapaswa kushauriwa na mtaalamu wa afya.
Unapaswa kuzingatia ushauri wa mtaalamu wa afya au lishe, na mtu yeyote anayepata dalili za allergy badala ya kula bidhaa za alizeti anapaswa kuacha kuitumia na kutafuta ushauri wa kitabibu. Tui la alizeti na mafuta ya alizeti, kipi bora? Hii ni swali muhimu sana ambalo linaulizwa sana na watu wengi. Kwenye tui la alizeti kuna mbegu, maji, lakini pia tunapata tui. Lakini katika alizeti ni mafuta yametolewa kutoka kwenye mbegu za alizeti kwa mchakato maalum. Kwa hiyo katika mada zinazokuja tutazungumzia kipi ni bora kati ya tui la alizeti na mafuta ya alizeti. Kwa jumla, mboga zilizopikwa kwa tui la alizeti zinaweza kuwa sehemu ya mlo wenye afya. Mbegu za alizeti zina mafuta yasiyojaa protini na virutubisho mbalimbali kama vitamini E, magnesium na selenium. Lakini faida kubwa haitokani na tui pekee, inatokana na mlo mzima wenye uwiano. Mfano, mboga nyingi, mafuta yenye ubora kwa kiasi, kunde na mbegu, protini bora, wanga wenye ubora, maji ya kutosha, mazoezi na mtindo bora wa maisha. Kwa hiyo usifikirie kutafuta chakula kimoja cha miujiza. Afya bora inajengwa kwa uwiano. Je, wewe umewahi kula mboga zilizopikwa kwa tui za alizeti? Andika ndio au hapana kwenye comment section. Na kama umejifunza kitu kipya, bonyeza alama like, subscribe na share video hii kwa watu wengi zaidi.